Mwenyezi Mungu, asante ni kwa ajili ya mtumishi wako ambaye amesimama. Baba, nakushukuru ni kwa ajili ya kibali ambacho umewachilia katika moyo wake. Asante ni kwa ajili ya neno ambalo umewachilia asubuhi ya leo katika moyo wake. Baba Mungu, katika utatu wako, na kushukuru kwa kuwa umempaka mafuta, umemtia wakfu na umempatia kibali machoni pako na machoni pa wanadamu. Mungu, nasema ni asante. Mtumie kama chombo kwa ajili ya kuleta utukufu katika ufalme wako. Baba, tupatie masikio ndani kusikia na hata tukaweza kutizama na macho ya kiroho. Mungu, pokea sifa, heshima na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo Baba tumeweza kuomba na hata kuamini. Madhabahu ya leo, overseer wetu mpendwa, director wetu, washiriki wote ambao Mungu amejalia tukapate kukuingia na kumiminika ndani ya hekalu la Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Praise God. Today, I think last week we were looking at Jonah, and the topic was about disobedience. Today we shall look at Proverbs, and the topic will be obedient under discipline. Bwana Yesu asifiwe. In our lives, people have just gone astray. They are just looking for their own things that they need, but they are not after God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anakusudi na maisha yako. Lakini Mungu anakusudi na maisha yangu. Lakini katika yote, Shetani naye kanakuwinda na kanakutafuta katika mbinu zake. Vile tulivyosomewa katika kifungu ambacho tulisomewa wiki ile iliyopita, ya kwamba wakati walituma Yona kwenda Tarshishi, yeye hakushika hiyo njia, alipinduka na akageuka akaenda kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa wakati huu ambao sasa wewe unaishi sasa hivi, mwandishi wa Proverbs amekuja kwako, Solomoni, ambao alikuwa anaongea mambo ambayo inatendeka saa hiyo na mambo ambayo iliyotendeka enzi zile na mambo ambayo inaendelea kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Unapojihoji na unapojiangalia, utaona ya kwamba Suleimani alikuandikia jambo ambalo unafaa ubadilike kutoka katika mienendo yako na upate kukumbuka mahali ambapo ulitoka. Bwana Yesu asifiwe. Ametuandikia katika sura ya kwanza ya kwamba usisahau yale ambao umeshafunzwa. Don't forget. Na akaweka hapo, my son, don't forget what you have been taught. Ya kwamba katika hali yako, you always remember what you have been taught. Lakini sisi ambao tunaishi wakati huu, wewe ambao unaishi wakati huu, ulipokuwa unatafuta kuingia katika kanisa, ulisoma darasa mwaka mzima, ukabatizwa. Nilisoma darasa mwaka mzima,
nikabatizwa, lakini wakati niko ndani ya kanisa nimejitwika roho nyingine, umejitwika mambo mengine yenye inaendelea katika maisha yako. Sasa umekuwa Yona, umetumwa uende Tarshishi, wewe ndio huyu unaenda pale pengine. Mungu akusaidie sana dada yangu, Mungu akakusaidie sana katika kila hali, ili ukapate kugeuza nia yako na ujue ya kwamba Mungu ako na kusudi na maisha yako. Amen. Ya kwamba anapokuambia kitu, maisha ambao umepitia na hali ambapo uko ndani yake na lile ambao ulifunzwa, ikiwa utalipata na uliendeleze, then maisha yako itazidi kuongezeka, maisha yangu itazidi kuendelea, maisha yangu, miaka yangu ambayo ninaishi katika ulimwengu huu utazidi kwenda juu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ukigeuka na uingie katika hali nyingine, uende katika mahali ambapo Mungu hataki wewe uelekee, then siku zako zitakuwa reduced. Na hapo ukiangalia katika Ezekieli inakwambia ya kwamba mioyo ambayo inatenda dhambi itakufa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mimi, sisi tunaishi wakati huu ambapo ni neema tu ya Mungu mimi nikaendelee kuishi, ni neema tu ya Mungu wewe ukaendelee kuishi. Lakini kikubwa ni kutii sheria, kuangalia yale ambao ulifundishwa, niangalie yale ambao inafaa nitekeleze ndani ya hekalu la Mungu. Nisiwe kama Yona, usiwe kama Yona. Usije ukageuka kutoka kwa njia zako za kumtafuta Mungu na uingie mahali pengine kwa sababu umedanganywa. Utakuwa umeenda katika hali isiyo halali na utakuwa unamuasi Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukimuasi Mwenyezi Mungu, then ni kiboko ambao utapata, ni kifo ambao utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi ya kwamba wale ambao wanakufa kwa sababu wametenda dhambi, la hasha. Lakini kama utakufa na umesimama na uwezo wa Mungu, vile Yohana anasema katika Yohana 11:26 ya kwamba ukikaa ndani mwangu na mimi nikikaa ndani mwenu, unapoishi na ninapoishi, ninaishi kwa sababu ya neema za Mungu. Amen. Tunakufa kwa sababu ya neema za Mungu, na ukikufa kifo ambacho Mungu amekubali, utaingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama mtakuwa umetenda dhambi, lakini kama nitakuwa nimetenda dhambi, wakati kifo changu kitakapokuwa kimefika, sitauona ule ufalme wa Mungu, bali nitabaki katika ulimwengu huu. Chochote kikitendeka, wanasema ya kwamba yule aliyekufa pale anapiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo itakuwa inadhihirisha ya kwamba kuna kitu ambacho uligeuka wewe kama mtoto wa Mungu, wewe mtoto wa Mungu mwenye ulipendwa sana na Mungu akakupenda zaidi na akakupa neema ambao unaendelea kuishi kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli, loyalty and faithfulness lazima tuifunge katika shingoni mwetu, na tunapotembea katika hali hiyo tutakuwa tunakumbuka yale ambayo tumeyafunga ndani ya kibao cha moyo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapo ndiyo ngoma inatokea ya kwamba kile ambacho nimefundishwa, kile ambacho ninashauriwa, siwezi kukiweka katika kibao cha moyo wangu. Ninakisahau na ninajiangalia. Wewe unajiona na unaona ya kwamba wewe ndio unafaa. Mimi ninajiangalia na ninaona ya kwamba mimi ndio ninafaa.
lakini Mungu anakutafuta wewe. Mungu ananitafuta mimi. Mungu anatafuta sisi zote, na Mungu anatupenda sisi zote ambao tunaishi. Ndiposa akatutolea, ndiposa akatuma mwanawe Yesu Kristo kuja kufa kwa msalaba kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na alikufa ili akufe na dhambi zangu na dhambi zako. Yeye hakuwa ametenda jambo lolote libaya. Yeye hakukeuka sheria vile wewe mimi unavyokeuka. Yeye hakukeuka sheria vile mimi ninavyokeuka na niwe in discipline. Hapana, lakini yeye alikuja ili akufe kwa msalaba na anioshe na ile damu yake nipate kuwa pure in the face of God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya kiburi, lakini kwa sababu ya unafiki, lakini kwa sababu ya ujanja, sijakuwa na msimamo katika mwelekeo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unadaiwa, ninadaiwa ya kwamba mwana wa mtu ambao ni wa pekee amekufia wewe kwa msalaba, amenikufia kwa msalaba. Lakini kwa sababu mimi niko na ujanja, kwa sababu wewe uko na ujanja, kwa sababu wewe ni mtu I know it all, umekeuka sheria na bado unaendelea kurudisha Yesu katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Badilisha nia yako, nibadilishe nia yangu, ndiposa discipline itaonekana ndani ya maisha yangu, ndiposa obedience itaonekana katika maisha yangu. Kama sitarudi chini, kama sitajinyenyekesha, kama siwezi kujihoji ndani ya moyo wangu, then uwezo wa Mungu hautakuwa kamwe ndani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wa Mungu hautakuwa kamwe ndani ya maisha yako. Utaendelea kuishi, lakini utakuwa kama debe tupu. Nitakuwa kama debe tupu lenye halina maji. Likipigwa hivi ni sauti tu inatoka. Wewe ukipigwa hivi ni sauti tu inatoka. Lakini jambo la busara ambalo linaweza toka ndani mwako wewe kama mtoto wa Mungu mwenye umeitwa, halitasemwa mbele yako na halitaonekana machoni pako. Bwana Yesu asifiwe. My dear brothers and sisters, it is your high time to search your soul. It is my high time to search my soul and decide which direction should I go, which direction should you go. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika yote Mungu ako na sababu na maisha yako. Mungu ako na sababu katika kila jambo. By doing this, both God and people will be pleased with you. Ikiwa utajinyenyekesha na uwe mtu mwenye uko na nidhamu na uwe very obedient, kila yule ambao utakutana na yeye, kila yule ambao atakuwa unafanya naye kazi kwa pamoja, na hata Mungu yeye naye aliyekupatia, aliyekujalia, aliyekufungulia hayo yote, atakuwa na furaha machoni pako. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu atafurahishwa na wewe kwa sababu mambo yako iko straight na haina kona. Bwana Yesu asifiwe. Words that come from your mouth, yale maneno yenye inatoka ndani ya kinywa chako ni maneno nyororo, yale ambayo inaweza kuwa na mvuto wa Mungu katika wale ambao utakuwa unahutubia. Bwana Yesu asifiwe. Search your soul, search your life, just rely on your God, na Mungu atazidi kukusimamisha na utaona mkono wa Bwana ukikuinua katika kila hitaji.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanateseka, hata wewe umepitia katika hali hiyo. Unaweza teseka kabisa na hata uone ya kwamba hii nayo it is too much, imezidi na hata Mungu ameniacha. Angalia tu njia zako. Tukiangalia katika 2 Peter 3:9 itakwambia ya kwamba yeye Mungu hakawii kutekeleza yale ambao unamuomba, lakini anangojea tu kuona mienendo na hali yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia katika 2 Peter 3:9 itakwambia hayo maneno, na utaona ya kwamba wale ambao watamuita Mungu, wewe ambao unamtafuta Mungu kwa haki na ukweli, God will provide your needs and you will receive your reward. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie sana ndugu yangu. Mungu akakusaidie sana katika kila hali, ili unapoenenda katika kila jambo na upate kuishia katika Kristo. Nipate kuishia ndani ya Kristo Yesu, naye atazidi kuniinua katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Kuna watu wengi, we just rely on what we know. We just rely on what we see. Yenye iko mbele yangu, hiyo tu ndio ninategemea. Hiyo tu ndio inakuwa tegemeo yangu katika maisha yangu kwa wakati huo. Biblia inatuambia uwe mwerevu na uwe chocho. Usijidanganye ya kwamba kila ambacho unakiona na kila ambacho unakijua you are the final man. No, you are deceiving yourself. Deceiving myself. But to come together as a team and we listen to each other, we shall get an advice, and it will be a calm advice to your life. It will be a calm advice to my life. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ukikaa tu na wewe uone tu you are the man, you are the woman, na wewe ndio huko, na wewe ndio kusema, utasema nitadictate, but at the end of the day, one day Mungu atasimama na atasema ya kwamba yale ambayo ninayafanya sio mazuri, yale ambayo unayapitia sio mazuri, na utachapwa kiboko. Bwana Yesu asifiwe. Chunguza maisha yako, usiwe mwerevu kufikia kiwango chenye wewe unajijua mwenyewe, bali katika huo werevu wako tafuta ushauri, concentrate on the Bible. Tuingie katika kanisa zetu na zile Biblia ambazo tumejinunulia. Today we are digital people. Wale tunatembea na Biblia zetu kwa mifuko. Tunaweza kugoogle mahali popote penye tuko na tusome hiyo Biblia. But the question is, vile tunavyofanya hivyo, are we practicing what the Bible says, or we are just reading it as a storybook? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie sana ndugu yangu. Wewe mwenyewe ndio ulikubali, mimi mwenyewe ndio nilikubali, na nikaitisha hiyo fashion yenye ninatembea nayo katika mfuko wangu, nikijua ya kwamba inanifaa, ukijua ya kwamba inakufaa, but you are not using it properly. Mimi siitumii vizuri, wewe hautumii vizuri, kwani sasa hujaenda kinyume na neno la Mungu, na hapo siku zako zitaongezekaje ikiwa wewe mwenyewe umeanzia kwa kile kidude chenye kiko kwa mfuko wako, chenye wewe mwenyewe ulienda kutafuta. Bwana Yesu asifiwe.
We are developing chaos in our lives by looking for something and we bring it in our houses. Tunazileta katika nyumba zetu, na hizo tu ndio zitatuletea matatizo ya kutokumjua Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie sana. Sasa sijui wewe ni kitu gani ambacho umejitafutia. Sijui wewe hujui ya kwamba mimi ni kitu gani ambao mimi nimeenda kujitafutia, nikakileta mimi mwenyewe, lakini at the end of the day kinanifanya nimetoka katika njia. Bwana Yesu asifiwe. Umetafuta wewe mwenyewe na hiyo kitu imekufanya umetoka kwa njia. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ashinde. Mungu akusaidie sana ndugu yangu. This is the time that you can search your soul na upate kumrudia Mwenyezi Mungu, naye Mungu akapate kukusimamisha katika yote ambao unaenenda. Nataka tuangalie jambo ambalo linapatikana katika Warumi. Hiyo nitauliza msomaji atanisomea Romans 12:16 to 17. Warumi inaongea juu yako. Hiyo ni barua ya Paulo, na Paulo ndiye alikuwa mwingine wakati alikuwa anaitwa Saulo, lakini wakati alipata jina Paulo repent. Vile wewe unaweza kurepent from what you are doing na umrudie Mwenyezi Mungu kwa vyovyote vile, na usimame imara na uandike mambo ambayo tunaenda kusoma haya, na mambo yatoke kwako kama yale ambayo tunataka kusoma haya. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 12, 16, 17. Yes. Maandiko yanasema hivi: Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili, msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo anatuandikia ya kwamba tusiangalie tu kwa mambo makubwa, bali tuanzie chini, tuanzie kuangalia kutoka chini. Amen. Na tunapotokea chini tutakuishwa. Na somebody alikuwa anasema, nakumbuka wakati unaenda mahali, hata kwa hii kanisa tu unaona tu ukipata vitu vimepangwa na vimepangiwa you people, lakini mimi ninapoingia nitachukua kiti cha nyuma. Amen. Lakini mbele iko tu. Why? Because huyo mtu anazingatia yale Paulo anaambia watu wake kule Korintho, ya kwamba tuanzie kwa mambo madogo, na ikiwa the usher atakuja aniamushe kule nyuma anilete hapa juu, I think nitatambua ya kwamba nimetambulika mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio maneno yenye Paulo anasema kwangu na kwako, ya kwamba tuanze kufikiria kuanzia kwa mambo madogo ndio tukue. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo wewe unasahau, hata ujui ya kwamba ulizaliwa today mama ni siku yenu. Na ni nani ambao haishi na mke? Sisi sote tunaishi na wake. Na hao wa mama, hata pole kutaja my director, hata mzee ndio mtu wa miaka mingi na mama, lakini kuonekana kwa ulimwengu huu walionekana kwa sababu ya mwanamke. Si walizaliwa na mwanamke? Hata juzi ndio tuliendaga kuzika mama yake akiwa pale, he was a kid. Akienda mbele ya mama yake, this man is a kid to that mama. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwa hapa na yeye, he is our father. Bwana Yesu asifiwe. Life just rotates that way. Amen. Na tunapoenda hivyo
tukumbuke penye tulitokea. This man pia alikuwa mtoto vile kale katoto kako, vile wale watoto wanakimbia hapo nje walivyokuwa. Lakini Matthew, wakati Yesu alikuwa akitembea kwa ulimwengu huu, akitembea akihubiri Injili, wafuasi wake walikuwa wamekaa vile mmekaa hivyo, na watoto wakaja kwa Yesu. Wale wafuasi walikasirika. Wale wafuasi waliona ya kwamba watoto watamchafua Yesu, lakini Yesu alisimama na akasema, la, haiwezekani. Yule ambao hatajinyenyekesha kama hawa wadogo hatauona ufalme wa Baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umekuwa uko na uwezo, niko na uwezo, lakini nimesahau ya kwamba nilikuwa kijana. Nimesahau ya kwamba nilikuwa ekidi kama kale kanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie sana ndugu yangu. Mungu ako na sababu na maisha yako. Mungu ako na sababu na maisha yangu. Na ikiwa nitajinyenyekesha kuanzia kwa vile vidogo, na nitambue mwenzangu, jirani yangu, ya kwamba ni mtu wa muhimu kuliko mimi, then God will rise me. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakusimamisha. Mungu atanisimamisha kwa sababu nimedhamini mwenzangu kuliko mimi mwenyewe. Na ni jambo lenye tunasoma katika Biblia, na ni jambo lenye tunafunzwa katika madarasa, ya kwamba lazima upende mwenzako vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wale ambao wanatafuta the downfalls of the others. Kwani sisi nasi, ukiangalia vizuri, pengine ni mama kanisa, pengine ni mzee kanisa, pengine ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko chini ya mchungaji Angeli, lakini kwa sababu niko chini yake, sasa I will look for the way ya kumwangusha ili niwe mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na the question is, wakati unafikiria hayo, wakati wewe unafikiria hayo, akikufa atoke, then utakuwa mkubwa kwa nani? Utakuwa umebaki peke yako. Na ukibaki peke yako utajigamba ya kwamba umeshinda mtu, ama wewe ndio utakuwa efuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule ambao uliangamiza, naye atarithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ambao umemwakia the downfalls na akaanguka kabisa na akapotea, huwa nasikia kwamba ukikimbia, ukienda tu kwa uwanja, ukienda tu hapo nyuma na uwe tu kwa kiwanja wewe peke yako, unakimbia tu, unaanza mbio, unaenda, si utakuwa number one? Si utakuwa number one? Kuna mtu ambaye atakuwa na compete now, you will be the number one, but that number one, it will not help you anything because you are competing with yourself. Lakini ikiwa mtakompete na mwenzako, then that race will be valid. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mimi, sisi tumeitwa katika kanisa la Mungu. Sisi tunafaa tukae kama Wakristo katika kanisa hili la Mungu. Je, katika kuenenda kwako, katika kuenenda kwangu, ninaenenda katika hali gani? Am I valuing myself only, or ninaweza hata kudhamini mwenzangu mwenye ninakaa na yeye? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie sana dada yangu. Mungu akakusaidia sana ndugu yangu, ili ukapate kujihoji, ili mimi nikapate kujihoji, na nifike mahali ambapo ninaweza kuwa na climax ya maisha yangu, na climax ya maisha yako, na uwe na uamuzi mwafaka machoni pake Mwenyezi Mungu. Usije ukaanza kukimbia peke yako, na huku unajidai ya kwamba wewe ni mwanahodari, mchezaji wa nguvu, na unaweza kushinda watu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukuje pamoja na tukompete. Tunapokompete, hapo ndio tutaona ya kwamba we must follow this direction. Tunafaa tuige mfano huu. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu akusaidie sana katika yote, ili ukapate kusimama imara na upate kuonekana machoni pake Mwenyezi Mungu. Ukiangalia namba 8 inatuambia kwamba if you do it, it will be like a medicine healing your wounds. Ikiwa utajinyenyekesha na udhamini wenzako, mtendelee kwa pamoja, itakuwa kama ni dawa ile ambao inatibu lile jihwaku ama jeraha lenye limepatikana katika mguu wako, na itakuwa inarudisha hilo jeraha likipona, ikiwa utatekeleza yale ambao tumepitia hapo juu. Lakini kama hautatekeleza, kama hautaona mwenzako ni mtu wa maana, kama hautaona mwenzako ya kwamba ni mtu wa busara, ni wa muhimu machoni pa Mwenyezi Mungu, then itakuwa ni kama sasa kujisumbua mbele yake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika yote, being a church, lazima pia tuwe kanisa ambalo linazaa matunda, na hivyo imeandikwa katika Biblia ya kwamba chochote ambacho unamiliki, yale ambao unapata mazuri, rudishia Mungu shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo tunaingia katika mstari wa 9 ambao unasema ya kwamba honor the Lord by making him offerings, ya kwamba tukapate kumtolea Mungu kutokana na yale ambao tunayo, yale ambao tunayapata katika mapato yetu. Lakini hapa I can remember very well ya kwamba tukiwa watoto wadogo hatukuwa tunaweza kupata pesa katika mifuko zetu, na tulipokuwa tunatoka kwenda kwa Sunday school, lazima uende kwa mzazi akupatie mahindi. Amen. Yaani ubebe mahindi, uende utoe shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kukulinda tu. Today I am earning. Today you are earning. Lakini hata kufikiria tu ya kwamba nikapate kumtolea Mungu na nimshukuru kwa sababu ni yeye amenifungulia, imekuwa problem. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukifika katika kanisa, hilo ndio kanisa letu. Hiyo ndio mambo hapo, ndio unaona hapo, unaona vile wamepaka rangi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukapate kuhona the Lord katika yote ambao tunamiliki, na tupate kusimama imara kwa ajili ya kumtetea Mwenyezi Mungu. Amen. Ukisoma